Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV. Karibuni sana kusikiliza hatua hii ya michezo ambayo tumekuletea muda huu. Ni habari kutoka vyanzo vyetu vya habari ambavyo tunataka tuvilete muda huu, nawe ufurahi kutusikiliza na kutusikiliza hadi mwisho. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nami ndo Fabidigo. Naitwa Godia Aaron Mwabunguru, nickname Fabidigo. Godia Aaron Mwabunguru. Yes, kama nilivyokuambia, naitwa Godia Aaron Mwabunguru. Nimekuja kukuletea habari jinsi gani goli la Clatous Chama bila habari cheza kwa TikTok linaendelea kutrendi katika dunia hii na kuenda katika nafasi ya kwanza kabisa katika hatua katika ile goli bora duniani. Kumbuka kwamba misimu ya mwaka huu inaisha mwezi wa 5 tarehe 28. Nchi nyingi sana msimu wa 2025-26 zinaisha mwezi huu, kama vile ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya Hispania, ligi kubwa zile duniani zote zinaisha ndani ya mwezi huu. Kumbuka kwamba hata Afrika pia inatakiwa ziishe ndani ya mwezi huu au mwanzoni mwa mwezi wa 6, kwa sababu ya kombe la dunia litakavyochezwa tarehe mwezi wa 6 mwaka huu, ambako litachezewa USA Marekani huko. Lakini sasa takwimu ambazo tumekuletea sisi hapa ambao ni Fabidigo TV ni habari jinsi gani takwimu za goli la Chama linavyopokelewa na vyombo vikubwa hapa duniani. Leo ikiwa ni siku ya 4 tangu dabi ya Simba na Yanga ichezwe tarehe 3 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Ni Fabidigo TV tukiripoti pamoja na BM Zakaria Online TV tukiripoti hii habari. Habari hii imetufikia kwa namna hii, alafu tutachambua kwamba kuna vituo vikubwa sana duniani ambavyo vina support hili goli na kulitangaza vizuri, kwamba ni vituo vikubwa ambavyo tunavyosema duniani, utaje Marekani vile, utaje Uingereza, utaje Hispania, nchi za mpira hizi hapa Afrika, utaje Algeria, utaje Misri, utaje Morocco, Nigeria. Ni nchi ambazo zote hizi vyombo vya habari vyote vimelichambua goli la Clatous Chama. Nilikuwa kama hivi, anasema kituo cha kimataifa cha habari cha CNN kimeanzia goli la kiungo mshambuliaji Clatous Chama lililofungwa katika dabi dhidi ya Young African Sport Club ya Tanzania. Goli hilo la kuvutia limeelezwa kuwa lina nafasi kubwa ya kuteuliwa kuwa tuzo ya FIFA kwenye tuzo za FIFA za Puska. Tuzo hizi kubwa ambazo zenyewe ni Puska Award, ambazo zinakuwa ni tuzo ambazo inaelewa kuwa goli bora la duniani au goli bora zaidi duniani kila mwaka. Hii tuzo ya Puska FIFA, yani Puska tuseme ni idara ya wale wanaochambua au wanaangalia magoli ya misimu yote duniani, kwamba ni goli gani hapa dunia mwaka huu au msimu huu goli bora lililofungwa katika ligi yoyote duniani. Haijalishi ni ligi ya Tanzania, haijalishi ni ligi gani, hapa wanaangalia dunia nzima, goli gani lililopendeza zaidi au lilifungwa kitaalamu zaidi. Kwa hiyo basi wanasema goli la Clatous Chama inawezekana kwamba likaingia au linaingia kwenye haya mashindano ya FIFA Puska Award, tuzo ambayo inayotoa magoli bora zaidi duniani, ambapo sasa kama Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV tukaenda mbele zaidi na kufuatilia Puska ni nini. Ndio hivyo tumeambiwa kwamba Puskas ni wale ambao wanatoa tuzo za magoli bora duniani. Kwa hiyo basi goli la Clatous Chama limekuwa ni goli kama hilo. Pia tukiendelea kuchambua na kuongea au kusoma vile vitu ambavyo vinatakiwa, sema Chama amekuwa na kiwango bora tangu awasili katika ardhi ya Tanzania, akitumikia klabu ya Simba, kisha Yanga, Singida Black Stars, na sasa amerejea kwa mara nyingine katika klabu ya Simba. Hii ni hatua kubwa kwa soka la Tanzania
ikionyesha ubora wa ligi, klabu ya Simba, wachezaji, pia goli ili linalotazamwa au linaitangaza soka letu kimataifa zaidi. Je, goli hili litafanikiwa kushinda tuzo ya goli bora la mwaka Puskas Award 2026? Hiyo sasa ndio swali. Yaani jinsi gani tunakuuliza wewe, au wewe ambao unatusikiliza, wewe ambaye ni mtangazaji au ni msikilizaji wa YouTube channel yetu ya Fabidigo, kwamba je, ili goli la Clatous Chama kulingana na assist nzuri aliyopasiwa na mchezaji murwa na mzuri na bora, mchezaji bora akampasia mfungaji bora ambaye anaitwa Chama, yani Elie Mpanzu kibisa, wala alimpasia mchezaji bora Chama, na Chama akiruka tiki-taka nzuri na kumfunga golikipa bora ambaye ni golikipa bora wa miaka kama mitatu hivi wa ligi kuu ya NBC ambaye anaitwa Diarra, golikipa wa Yanga, na akifunga kwenye mchezo bora wa Kariakoo Derby ambao ni mchezo wa tuseme wenye azi yake Afrika, ambapo aliwafunga Yanga Football Club dakika ya 9, dakika ya 8, ambapo huyu Chama, Clatous Chama akapasiwa na assist bora, goli bora, golikipa bora, mchezo bora barani Afrika tuseme, na dabi bora katika bara la Afrika, na marefa wakitoka kule Morocco akiwa vizuri sana, nasi tukifurahia na kuangalia kwamba ni mchezo mzuri uliofurahisha jamii, na watu wengi wakasema Clatous Chama bado ana miaka 22, wengine wanasema ana miaka 15, wengine ana miaka 16. Msemaji la CAF Ahmed Ali akasema Clatous Chama ni mtu ambaye bado ndo anazaliwa sasa hivi, yani bado ndo anazaliwa, yani kwamba bado anadai. Kwa hiyo basi Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV tumekuletea hivi vitu kwamba goli la Clatous Chama limefika na kumtangaza Chama mwenyewe pamoja na Tanzania kwa ujumla, ligi kuu ya NBC pamoja. Watu wengine wameprint sticker kwenye vikombe vyao ile goli la Chama lilofungwa, wengine wamedesign logo wakidesign kwamba ndio itumike kuwa goli bora au logo bora ya NBC au ya TFF, wengine wakiprint t-shirt zao likiwa na goli la Chama, wengi wao wakiwa ni mashabiki wa Simba, wengine wameprint mabango wakibandika ile goli la Chama kwenye mabango fulani kwenye ofisi zao. Chama, Clatous Chama katika wiki kuanzia tarehe 3 mpaka sasa hivi anawika na brand, kila media, kila redio zote zinamsema yeye, wachambuzi wote wanamsema yeye, hata Fabidigo TV na BM Zakaria TV tunamsema yeye. Goli la Chama limewafanya watu wao mastaa mitandaoni, kila leo wakija na takwimu hizi, wakimwongelea hivi, wakimwongelea vile. Lakini ukienda kwa Chama mwenyewe, Clatous Chama, ukimuuliza kwamba ulifungaje lile goli, anasema zile ni movement zinazotokea ambazo haziwezi kujirudia mara nyingi, kwa sababu kulingana na move ilivyokuja ndivyo alivyotakiwa abenuke au kupinduka na kufunga goli lile la kimataifa, ambalo anahisi yeye mwenyewe alivyoangalia pia marudio baada ya kutoka kwenye mpira alilifurahia mwenyewe kwa macho yake. Asante sana, endelea kusubscribe, kulike na comment, na ndio Fabidigo katika Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.